المثنين له القابلين عليه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيد الوجود محمد، رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، baada kumshukuru al-Haq subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Moja katika wema waliotangulia ulikuwa ukifika usiku wa mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhan akisema, laita shi'ri من المقبول منا فنهنيه ومن المطرود فنعزيه. Nani kati yetu atakuwa amepata kukubaliwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala na kutakabaliwa Ramadhani yake? Fanuhanni, tumpatie tahnia na pongezi kwa kupata taufiki kama hiyo. Lakini na vile vile upande wa pili, wa manil matrudu minna, na ni yupe ambaye kwamba amefukuzwa katika rahma ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, fanuazzi, tumpatie pole na tumpe taazia. Hii ndio ilikuwa hali ya salaf unapofika mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, na ndio maana kama tulivyoashiria katika khutba iliyopita kasema walikuwa wakiupokea miezi sita, lakini kisha wakiuaga miezi sita, kwa maana wakibakia katika hali ya kiramadhani mwaka mzima. Wanajua wakiendelea katika hali nzuri waliokuwa ndani yake katika mwezi wa Ramadhani, basi hiyo ni natija imepatikana katika mwezi kama huu. Hatari inayotukumba mara nyingi ni ile aliyoashiria Mola Subhanahu wa Ta'ala katika Al-Qur'an Al-Karim kwenye suratu An-Nahl alipotuambia, fatazilla qadamun ba'da thubutiha, usije ukateleza mguu baada kuwa umekita umethibiti. Yani alhamdulillah tulikuwa katika mwezi ambao kwamba kuna rufaishwa darajati ndani yake, kuna samehewa dhambi, malipo ni maradufu, khairati kila sampuli ziko ndani yake. Tukawa katika hali nzuri, tumesoma Qur'ani mpaka ikawa imetuingia katika viungo vyote na nuru yake inatoka. Tukaepuka kila machafu, tukafanya kila ya kheri. Mguu ukawa umekita katika kipindi kama hichi. Lakini subhanallah, baada ya kuwa mguu umethubutu ama umethibiti umekita, kisha ukaja ukateleza, fatazilla qadamun ba'da thubutiha, ikawa kuanzia usiku wa kwanza kumalizika Ramadhani, kuanzia siku za kwanza zaidi, akawa sasa mtu amerudia yote yale aliyokuwa akiyafanya kabla ya mwezi wa Ramadhani. Hatari. Fatazilla qadamu ba'da thubuti. Na maulama wanatuambia, ukipeleleza aya hii ya Mola Subhanahu wa Ta'ala utaona amezungumzia mguu mmoja, hakusema fatazilla aqdam, ikateguka miguu, asema fatazilla qadam. Sasa ikiwa mguu mmoja kuteleza, mguu mmoja kuteguka, athari yake ni kubwa kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Tujiulize leo ni aqdam ngapi ambazo kwamba huteleza baada ya Ramadhani? Ikiwa katika sala ndani ya Ramadhani kulikuwa kunapatikana safu 7-8, kisha baada ya Ramadhani zikabaki 3,
Zile 5 zilokosekana ni miguu mingapi ile imekosekana? Fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Na Mola Subhanahu wa Ta'ala amesema haya katika sura hiyo hiyo, zikiwa zimepishana kwa aya 2 tu. Anatutolea hikaya ya mmoja katika wanawake wa Kikureshi aliojulikana kwa ujinga na jahili. Kisha Mola akatutahadharisha akasema, musiwe kama huyu. Akatuambia, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha, musiwe kama yule mwanamke ambaye kwamba naqadat ghazlaha. Huyu ni mwanamke, maulama wanatuambia alikuwa akiwakusanya vijakazi, akikusanya mabanati, akikusanya na nyuzi, kisha wakianza wakishona, wakitengeza ghazl. Pale kinapokuwa kimekamilika kile kinachoshonwa, baada ya kuchukua muda, ujuzi, nguvu, Mwenyezi Mungu atambia min ba'di quwwa, baada ya nguvu. Si jambo lepesi. Baada ya muda, ujuzi na nguvu, anakuja anashika uzi mmoja tu. Akifanya hivi ameifungua yote. Yani kazi iliyofanywa kwa muda mkubwa inakuja inatenguliwa kwa sekunde. Mwenyezi Mungu anatutahadharisha, sema wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Yani Ramadhani tumekaa tukajenga, tukatengeza, tukapiga hatua za juu, tukanyanyuliwa daraja, alafu kwa sekunde ama kwa madakika ama kwa muda mchache tukaja tukaporomoka kutoka juu mpaka chini. Na hapa ndo mtu anajiuliza mara nyingi, kwa nini mtu anapatwa na Ramadhani 10, 20, 100 kwa idadi yoyote ile atakayoipata, lakini kila Ramadhani ikifika anaanza sufuri. Kila Ramadhani inapomjilia anaanza mwanzo kabisa, na alijenga katika Ramadhani iliyopita. Unajua kwa nini? Ni kwa sababu ya gap ile iliyopatikana tuliojiwekea kati yetu ama sisi wenyewe kati ya Ramadhani na ma baada Ramadhani. Sisi ikishaisha Ramadhani, mara nyingi utasikia mtu akwambia wacha tuchukue break, mapumziko. Sasa unajiuliza, mapumziko ya nini? Ulikuwa unabeba mawe? Ulikuwa ukibeba magunia? Ulikuwa na uzito gani huo uliokuwa nao mpaka utaka mapumziko? Je, uzito ni kusoma Qur'ani? Uzito ni kuswali usiku? Uzito ni kuleta adhkar? Uzito upi ambao kwamba utaka mapumziko ndani yake? Ikiwa swala ilikuwa ni kitulizo kwa Mtume na masahaba wake, rihna biha ya Bilal waju'ilat qurratu aini fi salah, sehemu ambayo kwamba watu walikuwa wanapata utulivu ndani yake, kitu ambacho kwamba watu walikuwa wakihisi ladha ndani yake. Baadhi ya wema waliotangulia walikuwa wakisema, mimi sisomi Qur'ani mchana wa Ramadhani. Ukisikia hayo unaweza kukufurisha, ukasema vipi, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa Qur'an, kwa nini aseme maneno kama haya? Lakini ukijua hikma yake, anakuambia kwa sababu nikisoma Qur'ani nahisi kama naramba asali, so naona kama navunja saumu yangu. Angalia watu waliofika daraja za juu. Asema mimi nikisoma Qur'ani, ile ladha ninayosikia maneno ya Mwenyezi Mungu nahisi kama naramba asali, kwa hivyo nahofia sijekawa navunja saumu kwa kuramba asali. Je, sisi tunahisi ladha hiyo? Hatuihisi. Ndio maana tunakuja tunataka mapumziko baada ya Ramadhani, na hapa ndipo tunapofeli, kwa sababu roho ambayo kwamba ishazoea kupata chakula chake. Tuliashiria katika hutuba zilizopita, madurusi zilizopita, tukasema Mwenyezi Mungu amemuumba mwanadamu katika janib mbili tofauti. Kuna janibu tini ya kiudongo ambao ndo huu mwili, alafu kuna janib ya roho. Kwa hivyo alimuumba kwanza ule mwili, kisha akampulizia roho, na kila moja katika pande mbili hizi zinahitajia chakula.
Chakula cha mwili ambao kwamba umetokana na udongo chatoka huko huko kwenye mchanga, lakini chakula cha roho ni maneno ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Sasa tasawwar wewe Ramadhani nzima unailisha roho yako, kisha ghafla ukaja ukakata, haitoathirika roho? Unaonaje kama wewe utakuwa unakula kisha useme mimi acha nikae siku 5 wiki siku 10 nisile, mwili wako utakuwa sawa? Yani unapounyima mwili wako kitu ambacho kwamba umezoesha, lazima kunapatikana mabadiliko ndani yake. Bali hata katika ulimwengu wa tiba leo, mwenye maradhi ya presha, mwenye maradhi sijui ya kisukari, akija akasimamisha ghafla dawa anayotumia kwa muda, lazima itamletea madhara katika mwili wake. Sasa ikiwa mwili unaweza ukafikia kiwango hicho kwa kukosa kitu kilichozoeshwa, kifroho umeizoesha Qur'an, umeizoesha adhkar, kisha ghafla unakuja unakata, fatazilla qadamun baada thubuti, ndo pale unatoka daraja 10 unarudi mpaka 0. Ikifika Ramadhani jayo unaanza kujenga daraja la kwanza ambapo ulikuwa uendelee la 11 upande juu zaidi. Kwa hivyo hali nini hapa? Usiwache hili pengo, kwa maana kuanzia siku ya kwanza ya Idi unafaa kuendelea kusoma Qur'ani. Kama ulikuwa unaswali kiamu japo rakaa 2 usizikose usiku. Kama ulikuwa unaswali swala zako kwa jamaa, endeleza. Ukikata ile siku ya kwanza ya Idi ndo shafii. Kwa hivyo endeleza, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia, man sama ramadhana thumma atba'ahu bi 6 min Shawwal, atakayefunga mwezi wa Ramadhani kisha akaufatiliza mwezi wa Ramadhani kwa kufunga 6 za Shawwal. Angalia maneno ya Mtume, anasema thumma atba'ahu, akaufatiliza. Yani usiache gapa baada ya Ramadhani, moja kwa moja endeleza, fatiliza na kufunga 6 min Shawwal. Ukifanya hivyo, kana kama sama dahr, atakuwa ni kama alofunga mwaka. Ina maana ile athari ya saumu ndani ya roho yako, katika damu yako, itakuwa ni yenye kuendelea. Kwa hivyo hata ukiambiwa ni sunna kufunga Alhamisi na Jumatatu utafunga, ni sunna kufunga siku nyeupe Yamul Bidh utafunga, kwa sababu tayari ile saumu inaendelea katika mwili wako. Lakini umekuja umekatiza ghafla, ndipo pale utasikia mtu kumbe mpaka Ramadhani ijayo tena. Akijipinda atafunga siku ya Arafa, kidogo akijipinda zaidi atafunga yaumu Ashura, yani siku moja kupotea njia mwaka mzima. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, man sama yauman lillah, yule atakayefunga siku yauman nakira, siku yoyote ile wewe umeamka ukasema mimi nafunga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume anasema ba'ada Allahu bainahu wa baina an-nari 70 khalifa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atamweka mbali, ama ataweka mbali kati yake na moto wa jahannam miaka 70. Hii ni natija ya saumu ya siku moja. Kefu ukifunga Jumatatu na Alhamisi una miaka 140 kwa wiki moja. Haya, ukizipiga mara 4 kwa mwezi, ongeza na siku 3 katika Yamul Bidh. Hakefu yule ambaye kwamba anafunga saumu ya Nabiiullah Daud, siku moja anakula, siku moja anafunga. Kwa hivyo hii inqita ndio inatusababishia mashaki sisi, kukatika taa. Usiseme unahitajia mapumziko, kile ulichokuwa unakifanya endeleza, fatiliza, usiache nafasi kabisa, kwa sababu ukiacha nafasi hutorudi. Lakini ni lipi ambalo kwamba litatusaidia katika kuendeleza na kutokatiza? Jambo la kwanza, kumwomba Mwenyezi Mungu thabati. Wema waliotangulia walikusema, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya Rabbi usizipotoshe, usizipoteze nyoyo zetu baada ya kuwa umeziongoza. Ya Rabbi, tulikuwa vizuri katika mwezi wa Ramadhani, ukitoka mwezi wa Ramadhani zisije zikapinda hizi, na nyoyo hazitulii. Wanatuambia maulama, ma summiya alqalbu illa min taqallubihi fahdhari alqalba min qalbin wa tahwili. Huu moyo haukuitwa qalbu. Neno qalbu katika Kiarabu ni kugeuka, haukuitwa moyo qalb isipokuwa kutokana na kugeuka kwake, hautulii.
fahdhari alqalb. Kwa hivyo uchunge huu moyo, min qalbin wa tahwili, kutokamana na kugeuka geuka. Na ndio maana Mtume katika dua zake adhimu alikuwa akisema Allahumma ya muthabbit alqulub thabbit qalbi ala dini. Ya Rabb, ewe ambaye kwamba unazikitisha na unazithibitisha nyoyo, thubutisha moyo wangu katika dini yako. Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam atqal ibad billah, ndio mja anayemcha zaidi Mola subhanahu wa ta'ala, naomba dua kama hii, mimi na wewe tuhitajia kiasi gani? Ndipo pale Mwenyezi Mungu anamwambia walaula an thabbatnak laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalil, lau si tathbiti kutoka kwetu. Sasa ikiwa moyo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam umehitaji tathbiti kutoka kwa Mola subhanahu wa ta'ala, kifu nyoyo zetu sisi ambazo kwamba zimejaa uchafu, zimejaa madhambi, hazitulii, kila saa geuka. Kwa hivyo muombe Mwenyezi Mungu thabati, akubakishe katika njia hiyo hiyo ya istiqama. Lakini vile vile katika vitu ambavyo kwamba vitasaidia ni alqasda tablughu, kama anavyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, fanyeni uchumi mutafika. Katika ibada pia kuhitajia uchumi, kama vile wewe unajaribu kubalance ule mshahara wako utosheleze mahitaji yako ya nyumbani mwezi mzima, sije kafika sehemu kaanza kusema mwezi kona hakuna tena chakula nyumbani, unajaribu kupangilia. Sio vile vile katika ibada kuhitajia uchumi, kwa maana fanya kiwango kiasi, usende ukabebesha zaidi ya toka yako, kesho ukashindwa. Unaweza kusimama usiku kwa raka 20, 30, hata 100, lakini usiku wa pili mwili mzima wauma, unaanza kutafuta huko masaji, alafu utalala mpaka alfajiri upate raka 2. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia habbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla, amali zenye kupendekeza zaidi kwa Mola ni zile ambazo kwamba kuna dawamu ndani yake, ni zenye kufanywa kwa kuendeleza, kwa kudumu. Wa in qalla, hata kama itakuwa ni kidogo. Wacha iwe ni peji moja tu ya Qur'ani unaisoma kwa siku, lakini usikose hata siku moja, isome kila siku, kuliko usome juzuu 10 leo, kesho hujapata hata mstari mmoja. Ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla. Kwa hivyo kupatikane alqasd, iktisad katika ibada. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam aliwafundisha ili masahaba zake. Walipokuja wale masahaba watatu, ama walipoamua masahaba watatu, mmoja akasema mimi sitaoa, mwingine akasema sitalala usiku, nitafanya ibada kila usiku mzima, na mwingine akasema sili hata siku moja, mimi nitafunga kila siku. Habari zikamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini walichukua uamuzi ule? Waliposikia ibada za Mtume anaswali sehemu katika usiku, muda mwingine analala katika usiku, siku nyingine anafunga, siku nyingine anakula. Rawi anasema kaannahum taqalluha, kana kwamba waliziona ni chache hizi, yani kwa maana huyu ni Rasulullah, huyu ni mtume wa Mwenyezi Mungu, hana dhambi, huyu tayari Mwenyezi Mungu ashamnyanyua daraja, lakini sisi waovu wenye mapungufu tunahitaji kufanya zaidi. Kaannahum taqalluha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuja kuwapa mizani, anawaambia inna atqakum wa a'lamakum billahi ana atqakum billah, mimi namcha Mwenyezi Mungu zaidi kwa shida nyingi. Hakuna anayenifikia kwa takwa, hakuna anayemjua Mola kunishinda, lakini asema asumu wa uftir, mimi nafunga lakini vile vile nafungua siku zingine nala. Asema wa aqumu al-layla wa arqud, nasimama usiku kufanya ibada, lakini vile vile nalala usiku. Wa tazawwaju nisa, na naoa wanawake. Kisha akasema faman raghiba an sunnati falaysa minni, atakayeepuka sunna yangu si katika mimi. Akawapa mizani kama vile alivyompa Abu Israil katika masahaba zake. Analetewa habari, ya Rasulullah, Abu Israil amesimama chini ya jua na amesema hali leo mambo matatu. Kwanza amesimama, hakai, hataki kukaa chini ya jua, hataki kivuli, na amejizuia kula, amefunga. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia muruhu faliyakul, nendeni mkamwamrishe akae, na akae chini ya kivuli, saumu yake endeleze. Yani ile ibada ya saumu aendeleze, asikatize. Lakini hakuna ibada hiyo ya kusema utakaa chini ya jua. Wewe siku nzima ukae chini ya jua, ukifika usiku utakuwa katika hali gani? Siku ya pili utakuwa katika hali gani? Ama useme wewe simama siku nzima hutaki kukaa. Kwa
hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha alqasd tablugh. Lakini vile vile katika vitu vitakavyotusaidia katika kuwa na istiqama, kubakia katika hali iliyonyoka hata baada ya Ramadhani ni as-suhba as-salihah. Angalia nani unayeshikana naye. Mtume sallallahu alaihi wasallam atupia almar'u ala dini khalilihi, mtu yuko katika dini ya yule rafiki yake. Falyanzur ahadukum man yukhalif, angalia mmoja wenu anashikana na nani unayefanya nayo rafiki. Muhimu sana hii, manake as-sahibu sahib, maulama tuambia rafiki ni mwenye kuvutia, watabu sarra, na zile tabia zinaiba sana. Ukikaa na mtu taiba tu zile tabia zake bila kujua, na atakuvutia tu katika tabia zake. Kwa hivyo utajipata kama ni mtu mwovu atakuelekeza katika maovu tu, na kama ni mtu mwema atakuelekeza katika mazuri. Katika salaf kuna bwana alikuwa anasema, kuntu idha raaitu Muhammad ibn Wasi' tajaddada fi himmatu al-ibadati shahran kamil. Asema nilikuwa nikimwona Muhammad ibn Wasi', moja katika wachaji Mungu katika wema waliotangulia. Asema nilikuwa nikimwona Muhammad ibn Wasi' nikipata himma ya kufanya ibada mwezi mzima kwa kumwona mara moja tu. Kifu ukisuhubiana naye Muhammad ibn Wasi' utakuwa katika hali gani? Ikiwa kwa kumwona mara moja unapata nishati ya kufanya ibada mwezi mzima. Sasa kuna wale waja ambao Mtume ametuambia idha ru'u dhukira Allah khiyaru ibadillah, waja wema wa Mwenyezi Mungu ni wale wakionekana natajwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, nakumbukwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na vile vile kinyume chake, watu waovu ni wale ambao kwamba ukiwaona utakumbuka kina Ibilisi laanatullahi alayhi, utakumbuka maasi. Kwa hivyo kuna watu ukiwaona unasema bismillah masha Allah, kuna wengine ukiwaona unasema a'udhu billah. Yani mtu atende nishati ya kufanya ibada pia inakufa kwa kweli. Kwa hivyo angalia nani ambaye kwamba unashikana naye katika zile huruf hijaiya 28 zinazojulikana kuanzia alif mpaka ya. Ukizitazama zote zile utapata hakuna herufi iliyonyoka isipokuwa moja tu, nayo ni alif. Zingine zote zikupinda pinda. Maulama wanatuambia istaqamatil alif fahuqa laha sabq, ile alifu imenyoka ikastahiki kutangulizwa, ikawekwa ndo herufi ya kwanza kabisa. Ukisoma siku zote utaambiwa kwanza alif ba ta, ya kwanza kabisa. Na kwa nini alif? Kwa nini imetangulizwa? Kwa sababu imenyoka. Sasa ikiwa herufi iliyonyoka ilitangulizwa, mimi na wewe tukinyoka hatutatangulizwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atakabalia amali zetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tusamehe dhambi zetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala turuzuku istiqama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jalie mwaka wetu wote uwe ni Ramadhan. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.